من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخواني في الله أحباب رسول الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله في طاعته وفي أوامره. واعلموا إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خيرا في من كان لله عاصيا. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa birahmatihi wa biqudratihi wa mahabbatihi wa jalalihi wa thanaihi, kwa zile sifa zake njema, kwa kule kutujalia sisi kupata uwezo wa kuja katika yaumul jumaa ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehma, na ni lazima kwa kila mwanadamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala fi'lan wa qawlan, kwa vitendo na kwa kauli. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kisha rehma na amani zimfikie bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ndugu zangu ni katika iman, nyote nyinyi ni mashahidi ya kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ndugu zetu ambao wamekwenda kutekeleza ibada ya haji, basi Allah nasi pia atulipe malipo. Lakini pia na wale ambao kwamba wanajibidiisha katika kufunga masiku haya matukufu, pia nao Allah subhanahu wa ta'ala awalipe malipo waliokuwa mengi na ya kheri kabisa. Ndugu zangu ni katika iman, kwanza yatupasa tufahamu Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka nini katika Qur'anul Karim kupitia lisanihi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, kupitia ulimi wake ambaye ni bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma katika surati Zumar aya nambari 22, Allah jalaluhu akisema afaman sharaha Allahu sadrahu lilislami fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ndugu zangu na tukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza waja wake katika sura ya mapenzi, katika sura ya ishara ya kuashiria mapenzi kwa waja wake, kwa watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba. Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislami fahuwa ala nuri min rabbih. Ndugu zangu Waislamu, tutafungua hutuba yetu ya siku ya leo biidhnillahi jalla subhanahu wa ta'ala wa aya hii ndani ya surati Zumar aya nambari 22. Mwenyezi Mungu anasema yoyote yule ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa amefungua kifua chake kwa ajili ya kuupokea Uislamu, basi mtu huyo yuko ndani ya nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ala nuri min rabbih, basi mtu huyu maana yake anaishi katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote yule ambaye kwamba ni Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala kamfungulia kifua chake akaupokea Uislamu, akaukubali Uislamu, basi ni lazima afahamu mwanadamu huyo ya kwamba yuko ndani ya nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislami fahuwa ala nurin min rabbih, basi mtu huyu yuko ndani ya nuru ya Mola wake mtukufu. Ndugu zanguni katika imani,
Yeyote yule ambaye anajitambua na anafahamu ya kwamba yeye ni katika Waislamu, basi furaha yako ya kwanza katika siku ya leo lazima ufahamu kwamba wewe unaishi ndani ya nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu ni wengi sana ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, lakini hatufahamu kwamba sisi Waislamu tuko ndani ya nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, na shida sio kuwa ndani ya nuru ya Allah. Vipi unaitumia? Vipi unaitunza? Vipi unaipatia faida nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja kuwa ni deni siku moja. Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislami, wataalamu wanasema hii imekaa hapa hamza liifadati listifhami ala jihati taqririya, kwa maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaongea maneno yake katika sura ya kuthibitisha. Hakika yule ambaye kwamba kafunguliwa kifua chake akaupokea Uislamu, na pale kimetajwa kifua, lakini kinachokusudiwa maana yake ni moyo wa Muislamu. Utakapokuwa umepokea Uislamu na ukaishi nao katika maisha yako, maanake hilo ndilo jahazi ambalo kwamba litakalokufanya ufike kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa umesalimika. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Uislamu ni baraka, Uislamu ni tunu, Uislamu ni jambo ambalo kwamba la mathila laha, halina mfano wake katika upande wa dini. Lakini Waislamu hatufahamu ya kwamba Uislamu ni neema. Al-Islamu ni'matun min Allahi jalla subhanahu wa ta'ala. Uislamu ni neema ambayo hii ni zawadi na tunu imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wengi wetu hatufahamu. Kwa nini hatufahamu masaili kama haya? Kwa sababu tumeamua kuishi nje ya matendo ya dini ya Kiislamu. Lakini pia niseme hapa, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kuna vitu viwili sisi twachanganya ama twakosea kuvielewa. Kuna Uislamu na kuna Waislamu. Uislamu una matendo yake, Uislamu una amri zake, Uislamu una makatazo yake, lakini pia kuna Waislamu. Sasa kuna baadhi ya vitu leo hii twavifanya baadhi ya Waislamu ambavyo kwamba vitu hivi vinakwenda kupelekea kuonekanika Uislamu kwamba ni dini ambayo kwamba ya ubabaishaji, hali ya kuwa sio dini ya ubabaishaji. Sasa baadhi ya watu wale ambao si Waislamu wanakuja kuhukumu matendo ya Muislamu, sio matendo ya Uislamu, ambalo hili ni kosa kubwa sana tulifanya. Wale watu ambao kwamba hawaujui Uislamu vizuri, wakiona Muislamu kafanya jambo wanajua haya ndo mambo ambayo huwa wanayafanya Waislamu, wanashindwa kutofautisha kati ya Uislamu na Waislamu. Sisi ni Waislamu, lakini pia kuna Uislamu wenyewe ambao sasa Uislamu huo maana yake unakuwa una matendo yake, aidha katika kukataza au katika kuamrisha kufanyika majambo. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ukisoma katika Qur'anul Karim, qalatil a'rabu amanna, walisema mabedui wa Kiarabu kumwambia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, inna qad amanna billahi wa rasulihi, sisi tushaamini kitambo sana kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawaambia, qul, semeni, lam tukminu, nyinyi bado hamjaamini, lakini sasa semeni ya kwamba aslamna, tumesilimu, tumeingia katika Uislamu. Lakini tiketi ya kwamba kuingia katika kipande cha uumini iko pia ni kipande kingine kabisa ambacho hakihusiani. Wale mabadui walipojinasibisha na kuamini, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, semeni hivi, nyinyi bana mmesilimu, lakini bado walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, bado haijaingia imani katika nyoyo zenu. Ndugu zangu katika imani, Uislamu leo hii tunao. Uislamu leo hii ni nuru katika maisha yetu,
lakini jinsi tunavyoutumia Uislamu, jinsi tunavyoishi katika dini ya Kiislamu ni kinyume na maelekezo ya dini tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale watu ambao kwamba si Waislamu wanakuja kuhukumu ya kwamba matendo ya Waislamu ndiyo Uislamu wenyewe. Kumbe si hivyo, si hivyo katika maelekezo ya dini ya Kiislamu. Ndio maana hawa mabedui hawa walivyoenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakaambiwa nyinyi mmeingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo dini ya Kiislamu. Lakini jambo la kuamini hiko ni kitu mbali, bado hamjaamini kwa sababu haijaingia imani katika nyoyo zenu. Kama itaingia imani katika nyoyo wa Muislamu, maana yake tutamkuta huyu Muislamu anawasalimisha wenzake na ulimi wake, tutamkuta huyu Muislamu anawasalimisha wenzake na mkono wake, tutamkuta huyu Muislamu anawasalimisha wenzake na vitu vyenye silaha kali. Lakini kama haikuingia imani ndani ya moyo wake, hatomsalimisha yoyote kwa ulimi wake wala kwa mkono wake wala kwa nguvu yake yoyote. Kwa nini? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, bado haijaingia imani katika nyoyo zenu. Na hata kama ukichunguza ukatazama, wengi sisi ni Waislamu, lakini katika daraja ya uumini tunaweza kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua huyu ni muumini au huyu yuko katika daraja la Uislamu. Sasa nachotaka kusema ni kwamba, ndugu zangu na watukufu wa Kiislamu, tuiheshimu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusivuke mipaka ya dini ya Kiislamu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaangalia matendo ya Waislamu, hawaangalii matendo ya Uislamu. Uislamu unasema nini? Uislamu unatoa maelekezo gani? Ndio maana ukisoma katika masomo ya sharia, wataalamu wanatambia hunaka khamsatul kulliyati fi maqasidi sharia. Kuna mambo matano ambayo kwamba haya dini ya Kiislamu imeyafanya kuwa ni dharuriyun, maana ni mambo ya lazima, ni mambo ya wajibu Muislamu kuyafahamu na kuyachunga na kuyaelewa na kuishi nayo katika maisha yake. Hifdhud dini min dharuriyati al-islamiyya, hifdhul mali min dharuriyati al-islamiyya, hifdhul aqli min dharuriyati al-islamiyya, hifdhun nasli min dharuriyati al-islamiyya, hifdhul aqli min dharuriyati al-islamiyya. Kuyahifadhi majambo matano ni katika sehemu ya uwajibu na lazima katika dini ya Kiislamu. Kila Muislamu ambaye yuko ndani ya dini ya Kiislamu anatakiwa afahamu haya masaili ambayo kwamba yameelezwa katika upande wa sheria, na ni wajibu kwa kila Muislamu kuweza kuyafahamu. Jambo la kwanza, wataalamu wa sheria wanasema ya kwamba hifdhud dini min dharuriyati al-islamiyya, kuihifadhi dini na kuichunga dini ni katika mambo muhimu katika dini ya Kiislamu. Hifdhud dini katika kuihifadhi kwake na njia nyingi, ina aina nyingi, pia na ina namna mbalimbali katika kuielezea na pia katika kuilinda dini hiyo. Nitoe mfano kidogo. Unaweza kuilinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia pesa, lakini pia unaweza kuilinda na kuihifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia ilmu. Ukirejea nyuma katika historia, katika tarikhul islami, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapambana na wale wasiokuwa Waislamu kama wanapokuwa wamehitajia vita na Waislamu kwa ajili ya kuhifadhi na kuichunga dini ya Kiislamu. Fajihadun min dharuriyati al-islamiyya, watu kutoka jihadi kwa maana ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika majambo ambayo kwamba yanatakiwa yahifadhiwe na yachungwe. Na jihadi tukisema maana yake ni katika aina mbalimbali. Jihadi fi sabilillah, kwa maana hata kama una pesa ukawezesha kituo cha watu wanaosoma, hiyo maana yake hapo tayari umeshafanya kitu kinachoitwa hifdhud dini min dharuriyati al-islamiyya. Lakini pia kuihifadhi dini ni kule kuchunga zile hududi zake, kwa maana ya ile mipaka ya sheria ya dini ya Kiislamu. Endapo kama mtu anapokuwa ameenda kinyume na sheria ya dini ya Kiislamu, maana yake anatakiwa mtu huyu aweze kupewa hadi ya sheria ya dini ya Kiislamu. Kwa nini? Maana yake limuraati dini al-islamiyya, kwa ajili ya kuchunga maslahi ya dini ya Kiislamu. Kutoa zaka min dharuriyati al-islamiyya,
Watu kwenda kuhiji pia min sha'airillah, maana yake ni katika kwenda kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya maana yake yanaingia katika muhimili wa kufahamu ya kwamba ad-dinu al-islamiyyu mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wad-dar'i lil-qaba'ih. Dini ya Kiislamu imejengeka kupitia maslahi ambayo kwamba yanatakiwa yafanyike, na maslahi haya maana yake ni masalihun lil-ibadi, ni maslahi ya waja. Tuchungeni sana mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na dini yake. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin al-muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal badrul karim. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah, akhillaya, ndugu zanguni katika imani, nisome hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika kule kumalizia hutuba yangu ya siku ya leo. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anamwambia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah, Allah pia naye atakuhifadhi wewe. Ihfadhillaha yahfadhuka. Na ukisoma katika riwaya hadithi, wapokezi shurahul hadithi wanasema ya kwamba Abdullah ibn Abbas alikuwa ni kijana mdogo sana, ndio maana katika hadithi ikaja kwamba ya ghulamu, ewe kijana, maana yake ni kijana mdogo kwenye miaka takriban 7, 8, 9 hapo mpaka 10. Ni kijana mdogo anapewa maelekezo na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah atakuhifadhi. Suali, nani katika sisi anayeweza kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa Allah yeye ndiye ambaye kwamba anatuhifadhi sisi na kila kitu? Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anatufundisha kuanza kuwajenga vijana hali ya kuwa bado ni wadogo sana, na kuwafundisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ihfadhillaha yahfadhuka, ay ihfadh awamir Allah yahfadhuka, zihifadhi amri za Mola wako, Allah atakuhifadhi. Si kwa maana ya kumuhifadhi Allah, huwezi kumuhifadhi Allah hata siku moja shekhi. Allah yeye ndiye anayekuhifadhi wewe na kila balaa na kila kitu. Ingawaje Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia uswahaba, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah kwani Allah atakuhifadhi wewe. Maana yake hifadhi, chunga awamiri zake, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana sasa hapo wataalamu wanatuambia kwamba hudhifa almudhafu, hapo ameondoshwa kilichotegemeza, wa uqama almudhafu ilayhi maqamahu, ikaja kuwekwa mudhafu ilayhi, kwa maana ya kwamba hapo kuna takdiri ya awamiri za Allah subhanahu wa ta'ala, makadirio yake. Zihifadhi amri za Allah, kwa maana zichunge amri zake. Unachunga vipi amri za Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maana ya kwamba inapofika muda wa swala unaswali, cha kutoa unachotoa, jambo la kheri waweza kufanya fanya. Huko ndo maana ya kuchunga amri za Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuhifadhi amri zake. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitajia sisi waja wake tuweze kuhifadhi mipaka yake, amri zake, hududi zake. Nimalizie kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad anazungumza masaili ambayo kwamba yanahusiana na mwezi mtukufu huu wa Dhulhijja, na wote mwafahamu, kwa sababu hili jambo ni la kila mwaka lafanyika, na sisi pia ni jukumu letu kukumbusha na kufikisha. Mwenye uwezo wa kuchinja basi inshallah achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni qurba katika kumsogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo ni ibada ambayo kwamba imesisitiza sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia hiyo tarehe 9 yaumu Arafa, siku ya Arafa, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imekuja hadithi nyingi sana. Ukisoma katika targhib wa tarhibu, Imamu Zakiyuddin rahimahullahu ta'ala ameleta hadithi chungu mzima kuhusiana na fadhila za kufunga siku ya Arafa ambayo ni tarehe 9 hiyo.
kwa maana ya kwamba siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa, yukaffiru sanata albaqiya walmadhiya, kwa maana ya kwamba funga hii ya siku ya Arafa inakwenda kufuta madhambi ya mwaka uliopita, lakini pia na mwaka ambao kwamba uliobaki. Kwa maana unapata fursa, unapata pia ofa ya kwamba ukifunga katika hiyo tarehe 9 ya Dhulhijja, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe madhambi ya mwaka uliopita, maana yake 2025, lakini pia anakusamehe na mwaka huu uliopo sasa hivi 2026. Kila mmoja anafahamu madhambi ambayo ameyafanya kwa siri na kwa wazi. Basi mtu kutekeleza funga hiyo ya siku hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda kumsamehe madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Riwaya ni nyingi sana, lakini tutosheleze kuchukua ujumbe huu wa leo, kwa maana ya kwamba mtu mwenye uwezo wa kuchinja basi achinje. Lakini pia katika masharti ya vichinjwa hivyo Sheikh ameeleza katika darsa yake, ukiwa unachinja mnyama huyo, sharti kwanza asiwe na aibu katika kiwiliwili chake, lakini pia asiwe ni mwenye chongo, kwa maana ana jicho moja linaona lingine halioni. Tafuta mnyama ambaye kwamba yuko vizuri, hana aibu, yuko vizuri, macho yake yanaona yote. Huyu ndio mnyama ambaye kwamba atakiwa achinjwe hiyo siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika ubora wake na katika fadhaili zake. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma rid an khulafa'ir rashidin Abu Bakr bin Siddiq wa amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Abi Talib wa Ali ibn Abi Talib wa an baqiyat min ashabihi wa alihi ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimis salah.